So tumeona klabu ya Yanga imeenda kwa maana ya uwanja wake wa nyumbani kwenye mechi za kimataifa ni visiwani Zanzibar. Nyie mmebaki nyumbani hapa kwa maana timu tatu zote zimeenda huko. Nyie mmebaki hapa peke yenu. Kwako unafikiri ni sahihi Yanga kuhamia kule? Ni sahihi kwangu mimi binafsi kwa sababu nilikuwa nategemea itatokea hivyo kwa sababu kutokana na timu zote ambazo ziko kule zinacheza kutumia ile uwanja wa Amani Complex. Azam, Singida na yeye wote wanafanana. Wanafanana? Yaani wanafanana, yani ukubwa wao. Yaani wote ni timu ndogo yani. Yaani wanawake kwamba kwa ukubwa wa uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hadhi ya Yanga African Modern Talabu na Azam FC na Singida sio halali kutumia uwanja wa Mkapa. Wanauonea kwa sababu wale wazee wa Bure FC kwa hadhi yao ni uwanja ule kwa sababu wanaendana. Mashabiki wa wengi wa Yanga African Modern Talabu hawawezi kutoa viingilio vyao kwenda kuangalia mechi nini timu yao. Kwa hiyo kwenda kutumia uwanja wa Amani nilitegemea itatokea kitu kama hiki. Sijashangaa binafsi kwa sababu najua wao hadhi yao ni uwanja wa Amani. Uwanja wa Mkapa una hadhi kubwa. Unazungumza uwanja wa Benjamin Mkapa ni uwanja wa 3 kwa ubora barani Afrika. Kwani Yanga zake sio kubwa na timu zingine? Ana hadhi hiyo. Hadhi yake ndio zile Azam na sasa wewe mechi ya Azam ukiingilia ice sasa kuna nini? Mechi ya Azam ukiingilia ice wale ukinunua mafuta alizeti unaingia Singida. Sasa wale si hadhi yao ndio hiyo. Yanga wale Bure FC sio vile supu unakunywa ufanya kila kitu wao ndio. Kwa hiyo hadhi yao kwenda Zanzibar ni sawa. Kwa kama watu wanazungumza wametukimbia sio hawajatukimbia wale hadhi yao ni kule. Sielewi. Hadhi yao ni kule. Kumbuka kwamba ume pia ushawahi kwenda kwenye mechi dhidi ya Berkane. Mimi nilienda kwa figisu kule, sio kwa kupenda yani. Kwa kupenda wapi? Nilienda kwa figisu, sijaenda kwa kupenda. Uwanja wa Amani Complex nilienda kwa figisu. Kwa sababu hadhi ya Simba Sports ni kutumia uwanja wenye kwanza ile pichi ukubwa wake 120, simeelewa. Kwa hiyo pichi zingine zile ndogo, simeelewa. Na uwanja wa Benjamin Mkapa unaingiza watu 60,000 plus. Hasa uwanja wa Amani ni watu 12,000 mpaka 15,000. Kwa hiyo ni uwanja mdogo. Kwa hiyo kwa wale kwenda kule ni hadhi yao. Yaani kutokana na timu zao zilivyo, kutokuwa na mashabiki ambao wana uchungu na klabu yao, kwa hadhi yao kwenda kule. Hiyo liko wazi kabisa. Kwenda kule kwenye hizo mechi zao za nyumbani kutumia za kimataifa ni hadhi kwenda kule wao. Unaelewa? Kwa hiyo hakuna kitu labda kusema kingine, ni hivyo tu. Kwa sababu uwanja wa Benjamin Mkapa ni uwanja mkubwa. Leo hii unaenda kucheza mechi ya kimataifa ambao unahusisha kafu, alafu wewe unaenda kucheza kule ile mechi. Unakuja kukuta watu labda wanaingia uwanjani watu 5,000. Wewe unafikiria uwanja wa Mkapa ndio wanaingia watu 5,000 itakuwaje sasa? Si aibu? Ni aibu kwa. Lakini kule ni sawa, hata wakiingia watu 7,000, 8,000 wataonekana kuna watu wengi. Sio kwa Mkapa. Na ndio maana mechi ya mwisho na Silver Strike waliweka Bure FC. Kwa sababu ya hiyo walijua matokeo mabovu tuliyopata ugenini. Tukisema tuweke kiingilio nyumbani, maana yake watafanya nini? Mashabiki hawatakuja kwa sababu hawana imani na timu yao. Lakini Simba Sports kama tungefungwa sisi ugenini, alafu mechi ya mwisho ndio tunamaliza pale kama kawaida yetu kufanya nini? Tunafanya ile tunapindua ile kama ile kwa Mkapa atoki mtu tunapindua meza. Ashe ule uwanja ungekuwa mdogo. Singetosha, ungekuwa mdogo, singetosha sana. Singetosha. Kwa sababu tulipata ushindi mkubwa ugenini wa magoli 3. Tukasema bana hii mechi inofuatia tufanye mazoezi tu. Umeelewa? Tufanye mazoezi. Sasa lakini bado kumekuwa na mjadala mkubwa wa hizi timu mbili kwa maana yenyewe pamoja na Yanga. Inasemekana kwamba nyie ndio mna kazi ya kufanya kwenye group lenu kwa maana group lenu ni gumu kuliko group la Yanga. Yanga wao mechi zao ni nyepesi tu zinakwambia. Kwanza wajue kwamba mkubwa anakaa na mdogo na mdogo anakaa na mkubwa. Simeelewa? Wajue hilo. Kwa hiyo tunawaambia mashabiki wa Yanga African Modern Talabu wajue kwamba wao kuweka kwenye lile kundi kutokana na uwezo wao na udogo wao na ukubwa wao. Simeelewa udogo wao. Sio kwamba wao ni wakubwa, ni wadogo ndio maana wakawekewa majiant. Simeelewa? Kwa hiyo ukiangalia kwenye kundi la Simba, Experience yuko nafasi ya ngapi? Ya 3 kwa ubora barani Afrika. Aya Berkane wa 4 ambao yuko pamoja na Piramidi pale. Simeelewa? Aya Piramidi si wa 6, Simba wa 5. Kwa hiyo iko wazi kabisa kwamba wale kutokana na ukubwa wao ndio udogo wao ndio maana wakawekwa kule na wakubwa. Kwa sababu unavyozungumza AS Farabati wanaijua Morocco, hakuna timu, hakuna mtu asiyejua ni klabu kubwa Morocco. Klabu ambayo imefanya mambo mengi Morocco. Ukija JS Kabiri ni klabu kubwa Algeria ambayo imefanya vitu vikubwa. Umeelewa? Ukija National huwezi hakuna asiyejua. Unavyozungumza National Ahli ndio
timu namba 1 barani Afrika. Simenelewa. Kwa hiyo hatuwezi kusema labda wale wamepangiwa sijui nini. Ile ndo hazi yao, ndo yaani wamepewa kile kitu ambacho wanastahili. Simenelewa. Unaweza ukaomba kitu ambacho ustahili, ukapewa kitu ambacho haustahili. Simenelewa. Yaani walichokiomba wao sicho, lakini walichokipata ndo kile. Na ndio maana mashabiki katika vitu ambavyo waliongea pia na Engineer Hersi kwamba walimuomba Engineer Hersi kwamba aweze kufanya kampeni kule, kwa sababu ni rais pia wa vilabu vyetu hapa Afrika. Aliombwa na wanayanga kwa sababu unafahamu ni rais wa Yanga. Kwa hiyo wanayanga walimuomba kwamba hata kwenye kwenye makundi hapa draw kichezeshwa nini akutana na mpinzani wake, lakini mshaziko kukutana na miamba hiyo hapo. Sasa unajua mashabiki wengi wa Yanga African Modern Club wengi ni machawa, hawana uhalisia. Hawajui kwamba uongozi wa Engineer Hersi kuwa mwenyekiti wa vilabu barani Afrika hauwasaidii chochote kile. Simeelewa. Hakuna kitu kitachowasaidia chochote kile kuhusiana na upangaji wa makundi ama kitu chochote kile. Simeelewa. Kwa sababu kiongozi ambaye hana ofisi ni sawa sana mjumbe wa nyumba 10. Kwa hiyo tunawaambia kwamba wao asa Engineer ana ofisi kafu. Kwa hiyo na mjumbe wa nyumba 10 hana ofisi. Kwa hiyo tunawaambia tu kwamba uongozi wa Engineer Hersi kule kafu hauwasaidii kitu chochote. Na ndio maana wao wasioelewa walikuwa naomba eti akapange mipango akutane na Simba Sports. Hamna, sisi ni wakubwa bwana. Tushatoka huko. Tumeteseka sana kipindi hicho. Simeelewa. Kwa hiyo wao wasioelewa ndio wanafananisha kwamba Simba Sports ifanishe na Yanga. Tunawaambia kwamba Engineer uongozi wake ni sawa sawa na mjumbe wa nyumba 10 kwa sababu kiongozi ambaye hana ofisi kafu. Kwa hiyo tunawaambia kwamba sisi bado tutabakia kuwa sisi na wao watabakia kuwa wao. Yaani Simba Sports tumejizatiti kwamba tokea 2018 mpaka leo tumedominate kwenye ubora ule ule mpaka leo. Yaani kama sio ile nini wanasema kwamba kama sio ile taratibu za kwamba ukifeli kafu alizoeka kwamba ukifeli klabu bingwa unaenda shirikisho. Maana yake zisingekuepo kama walivyoziondoa sasa hivi, zisingekuepo maana wao wasingecheza finali. Simeelewa. Kwa kafu ndio maana wakaona ujinga, wafanya nini? Haiwezekani mtu atoke klabu bingwa alafu aje huku. Wakafuta ile. Simeelewa. Lakini sisi tokea 2018 mpaka leo tumefuzu mara 7 mfululizo. Simeelewa. Mara 7 mfululizo. Sisi wakati tunafungwa goli 5, tunafungwa goli walikuwa wanacheka, maana yake pale ndio tulikuwa tunapata nini ukomavu. Sasa hivi tushakuwa wakubwa. Kwa tunawaambia tu wasijidanganye wakasema kwamba Engineer atawasaidia. Wapambane na hali yao. Wamepangiwa Mwarabu na Mwarabu wachekeshi. Mwarabu wachekeshi. Na mimi bora nawaambia bwana, nawaambia mashabiki wa Yanga African Modern Club. Katika hizi timu zote tatu. Hizi timu zote tatu za Morocco, Algeria na Misri. Wakuogopa zaidi ni hawa JS Kabylie na FAR Rabat. Kwa sababu National Ahli anacheza, unajua anafanikiwa kwa sababu gani? Akifika ugenini anamheshimu kwanza mwenyeji, anacheza atafutagi matokeo ugenini. Yanga wamhofie JSK pamoja na FAR Rabat. Simeelewa. Kwa sababu moja, FAR Rabat anavyocheza nyumbani na ugenini ni vile vile. Kabylie ni vile vile. Kwa hiyo National anaweza akaja ugenini akatafuta sare au ikatokea akapata ushindi. Simeelewa. Lakini hao wengine nawaambia kabisa, hao wengine waangalie mechi zao zilizopita. Hao nyumbani kama ugenini na ugenini kama nyumbani. Simeelewa. Yaani hao wakicheza nyumbani ndio nyumbani. Wakicheza ugenini ndio kama nyumbani kwa sababu hao hawana defense, defense. Wao wanatafuta matokeo popote pale. Kwa hiyo hizi timu mbili ndio za kuziogopa. Wachakate mipango yao, wachakate huko Unguja huko kwa wali makarafuu huko, wakachakate vizuri. Unaona huko wanavoruka, lakini kuiogopa ni hizo timu mbili. Sio ile hali. National anacheza mpira, yani najua National ndio maana sisi tunataka tuchukue mfumo Simba Sports, tunataka tuchukue mfumo kama wa National Ahli. Najua National anacheza mfumo anacheza mpira wa kibingwa bingwa. Bingwa yoyote wa mashindano haya makubwa. Hata unavyosikia barani Ulaya huko Real Madrid si nini au Bayern Munich, yani bingwa anavyocheza ugenini anacheza kibingwa. Yani kuna namna yake ya kucheza ugenini. Ndio tunachokitumia sisi saa hizi. Tukicheza ugenini tunajua bwana ugenini tucheze namna gani. Kwa hiyo Ahli naweza ndio maana nikakwambia Ahli, kwani kipindi kile Ahli hatujamfunga hapa goli moja, tumemfunga. Wao walitoka sijui moja vile, elewa. Ndio. Kwa hiyo National naweza kuwaambia kwamba wasimuogope sana kwa sababu National anacheza mpira wa plani, mpira yani ile ukifika kwake sasa ndio mtajuana. Utapokelewa kama unapofika. Na ndio maana wewe National ndio timu najua waoga sana. National wamekuja kucheza na Simba, walikuja na mapipa. Simeelewa. Ni waoga sana. Simeelewa.
waoga wakiwa ugenini. Mapipa ni ya viazi. Mapipa yale yamechukua, wamesikia barafu, sijui nini, maji ya kunywa, mpaka mito ya kulalia, kila kitu, mpaka vyakula. Simeelewa. Lakini hao wengine wanacheza mpira. Silver Strikers alikuja na mabegi au mapipa? Hakuja nayo. Lakini wamepiga mbungu, tumeliona, wamezulumiwa. Wale jamaa wamevuka kwa dhuluma, ndio maana wamekimbia pale. Sawa. Mustafa, kwa kumalizia swali kusema kwa mashabiki wenu wa Simba. Bwana, mashabiki wa Simba wenzangu, kesho kutwa kwa tunacheza na JKT kule kwa Meja General Isamuyo kule Mbweni. Mechi inachezwa saa 1 kamili usiku. Simenielewa? Mechi inachezwa saa 1 kamili usiku. Siku zote waga nawaambia mashabiki wenzangu kwamba sisi mashabiki ndio kila kitu. Simenielewa? Ndio kila kitu kwenye football. Sisi ndio mchezaji wa 12. Simenielewa? Ndio mchezaji wa 12. Kwa hiyo viongozi, wachezaji na benchi la ufundi wanahitaji sana support yetu. Sawa. Yaani bila sisi maana yake wale hawawezi kufanikisha. Najua sisi tunavyokuwa uwanjani tuko wengi. Hata wale wachezaji wao binafsi wanapambana ile kwa hali na mali, kwamba wanatoa jasho lao, wanajua kwamba kwenye majukwaa kuna watu ambao nini wamekuja kwa sababu yetu sisi. Kwa hiyo tuna haki ya kuifanya nini, kuipambania nembo ya Simba Sports. Umeelewa? Kwa hiyo mashabiki wenzangu na wasina kuwaomba kwamba tujitokeze viwanjani. Sisi uwanja wa Mkapa historia inasema ulijengwa kwa sababu yetu sisi. Wale wengine Vyura wamekimbia. Ona uwanja wa National Benjamin William Mkapa aka Lupaso ukiangalia kwenye historia umejengwa kwa sababu ya Simba Sports. Ndio maana Vyura wakakimbia, hilo liko wazi. Wamekimbia kwa sababu wanajua huu uwanja msimu ulioisha wameshindwa kufuzu na MC Alger kwa kutafuta goli moja. Simeelewa? Unataka kusema kwamba kule kwenda visiwani Zanzibar ni kwamba ni haki yao, wala haki yao wamekimbia kwa sababu unajua nikwambie kama sio refa kufanya mipango mechi ya Silver walikuwa hata na hii nje makundi yalikuwa watoboi. Mechi ya msimu ulioisha MC Alger waingia tu ya nini ya robo finali. Wamepigwa chini. Watafute goli moja tu wameshindwa. Simeelewa? Kwa hiyo wao ni haki yao kutukimbia. Sisi tunawaambia tukiangalia tukichakata tukiona vipi tunawafuata huko huko. Bwana huyo alikuwa ni Mustafa Likuti mfalme wa Ukonga bwana. Ameweza kwa kusema kwamba kwanza Yanga waogope hizi timu mbili. Achana Al Ahli waogope Kabilie pamoja na nani? National Ahli. JS Kabili na CS Farabat. Tumeelewa. Ni hao wawili. Shukrani. Hao wawili. Asante sana.